ila muonekano wake kidogo unanitia wasiwasi. Je, wabaya ubwela au uogopi? Mimi naitwa Rashidi Ali Mohamed Kiboshori. Ndio. Maarufu sana jina ambalo hapa mjini najulikana jina maarufu Kaburu. Mzee Kaburu. Bila shaka uvelezea tu hilo jina lako, ni shabiki wa Simba kabisa au mwanachama? Mimi ni mnyama. Ndiyo. Tena mnyama kweli kweli. Na sio oya oya, mimi mwanachama wa tawi maarufu sana la Vuvuzela ambalo liko karibu sana na ikulu ya Simba, Vuvuzela. Dabi ya tarehe 25. Je, wewe hauogopi? Mimi siogopi. Kwa nini hauogopi? Yanga sisi wanatufunga kiujanja ujanja tu, sio kwa ajili ya mpira. Dio. Lakini tukisimama kwenye mpira Simba, kwa sababu mfano mzuri unajionyesha. Kwa nini tunapovuka mipaka ya nchi tunafanya vizuri? Ndio. Lakini hapa kunakuwa shida sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ajabu ndani ya ligi yetu. Ndio. Na mambo ya ajabu ambayo ndani ya ligi yenu yanakuwa yanatokana na nini mpaka yanakuwa inasababishwa na iko kitu? Yaani mimi naweza nikasema unajua ligi ya ndani ina mambo mengi. Ina mambo ya kufahamiana, watu wanajuana mbinu, watu wanafanya uchafu katika ligi. Kwa hiyo nikisema mimi nielezee sana kwenye ligi ya ndani, labda naweza nikateleza nikawa nimekosea, lakini watu wengi wanajua kwamba mpira wetu hauko sawa ndani ya ligi ya ndani. Kuna ujanja mwingi, marefali hawafanyi vizuri. Kwa mfano mechi ya kwanza ile na Simba na Yanga, raundi ya kwanza, refali ameharibu, lakini hakuchukuliwa hatua yoyote, amesimamishwa sio kimbili tatu, matokeo yake karudishwa tena. Kwa hiyo huu ni ubabaishaji baba. Tetesi ambazo zinazoendelea katika mnyama hapa, juzi kuna viongozi wa Simba wamefanya kikao, kilikuwa kikao cha kuhusiana na dabi, lakini kwa dondoo ambazo zinazosikika kwamba mwekezaji hatakiwi katika klabu ya Simba. Hili ni kweli? Kama wewe shabiki umelisikia na umelipokeaje? Mimi shabiki na mwanachama, hilo swali tumelisikia na sisi tumeanza kulikemea pamoja na wanachama wenzangu. Ndio. Tumeshaanza kulikemea. Majuzi tuliongea na waandishi wa habari tukalikemea. Hili sio kikao kimefanyika Gwambina, Temeke. Na taarifa, unajua mpira sio kitu cha siri. Walikuwa baadhi ya wanachama wengi wakulizika na ile swala, ingawa waliondoka pale wameitikia, na wao ndio waliotoa taarifa kwa wanachama wenzao kama sisi kwamba bwana kule kumezungumzwa 1 2 3. Unapotaka kumwondoa Mohamed Dewji Mo, mwekezaji wa klabu ya Simba, unataka kuitaka Simba iporomoke. Mohamed Dewji licha ya kufanya kazi kwa mikataba na Simba, pia anajitolea. Anatoa pesa zake ambazo pia hazipo kwenye mahesabu. Tokea Mohamed Dewji ameingia Simba, hatujawahi kusikia mchezaji anadai, kocha anadai, au kiongozi kushtakiwa kwamba anadaiwa, au klabu ya Simba inadaiwa. Tofauti na huko nyuma. Unaona bwana? Sasa wewe unataka kumleta nani? Atuambie unataka kumleta nani? Na kwa nini hivyo vitu vinafanyika kwa siri? Kama kuna tatizo, waitishe mkutano. Waje atuambie pale kwenye mkutano, jamani yule mwekezaji wetu ambaye tunatarajia tumkabidhi majukumu moja kwa moja, kuna 1 2 3. Sasa hivi tunamleta mtu mwingine, je, mnasemaje? Na huyu mtu ana sifa 1 2 3. Huo ndio utaratibu, lakini unapofanya fitina nje inamaanisha nini? Ina maana viongozi wao hawafai, na kwa kweli tutaomba mkutano watueleze kwa nini wanafanya hivyo. Kama Mo ana matatizo, atuambie Mo ana matatizo kwenye mkutano, na huyo mwekezaji anakuja kwa njia zipi, tujue naye vile nani. Lakini wanapofanya kwenye uchochoro, sasa wewe unataka kumwoa mtoto wa mtu, halafu huendi kwa wazazi wake, unakuwa unamuita uchochoroni. Wewe sio muoaji, wewe ni mharibifu. Umesema kwamba unapotaka kumuoa mtoto wa mtu usimuite kwenye uchochoro. Ni sawa kama na Simba. Simba wanapotaka kuliongelea hilo swala au kuna shida fulani, wasiliongelee ndani, bali wanabidi walitoe nje mashabiki ili watathmini wajue. Watupeleke kwenye mkutano. Walipeleke kwenye mkutano kwenye timu yao. Jamani yetu maitani kuna 1 2 3. Kama tutaona inafaa na sababu zao zikawa zimetulizisha, tuambia sawa. Mzee Kaburu. Huwa Simba mgogoro hajaanza leo. Msimu wa mwaka jana kulikuwa mgogoro wa viongozi. Mpaka nusu Mangungu na nyinyi wenyewe mliongea kwamba Mangungu amumtaki hivi na hivi, lakini baadaye mkaeka mambo sawa. Kuna baadhi ya viongozi waliachia ngazi wakaingia wengine, na kweli mkasema sasa hivi viongozi tena walioingia hawa wapya mgogoro hautokuwepo.
unaona, na mkaweka 100% na mkaweka kauli mbiu yenu ya ubaya ubwela, maanake ubaya umerudi. Sasa hivi ligi tena inaisha msimu huu wa 2025, mnaweka tena mgogoro wa viongozi kwamba Mo haitajiki. Je, kama wewe mwanachama ili swala linauendelea? Kwanza mimi kama mimi unaponiambia Mo aondoke mimi sikuelewi. La kwanza hilo. Lakini nikwambia ndugu mwandishi, pamoja kwa wanasema yamefanyika mabadiliko, lakini 99% uongozi ni ule ule. Aliyesogea pale alikuwa ni try again kumtoa kuwa mwenyekiti wa bodi na kumleta kuwa mjumbe. Na Mo kukaa juu. Waswahili wanasema ugonjwa ukitaka uutibu na utibu wote. Na ndio maana sisi tulikuwa tunataka tuuondoe uongozi mzima. Tunajua mapungufu yao. Ushaelewa Ndio. Viongozi hawa hatua wakaweka vikao kwa ajili ya kutaka kupunguza wanachama. Unajua hawa ni madikteta na wanataka kuiharibu Simba. Walitaka wapunguze wanachama eti kila tawi litoe wanachama 3. Sisi tukagoma, tukasema hapana, Simba ni klabu kubwa, ni dude kubwa Simba, haiwezekani kwenda kwenye kikao kuna wanachama 200-300. Ina maana hiyo ni kutaka kuwadhibiti ili wahozi madaraka wakae kama masultani. Lakini sisi tukagoma. Leo hii wanakuja na njia nyingine, wanasema Mo hafai, wamuondoe walete mwekezaji mwingine. Hili alikubaliki na wataondoka wao. Mo hataondoka. Kikao ambacho kilichoendelea bila shaka umekisikia. Mimi kama mimi sikwenda kwa sababu mimi kwanza vikao vya kinafiki huwa sipendi. Mimi sikwenda na nimesikia. Unaona bana. Na mimi nilikuwa nina nguvu ya kwenda kama mwanachama wa tawi la Vuvuzela, hata kama kwa kuwakilisha baadhi ya viongozi, maana viongozi wetu wengi Vuvuzela sisi wamepotea, tumewasajili lakini tumewachagua lakini wamepotea. Na ndio maana tunataka uchaguzi wa matawi kwa sababu huko kwenye matawi ni vurugu tupu. Unaona? Tunataka uchaguzi wa matawi. Baada tulishai kuligusia ili swala na tunaendelea kulizungumza kama tunataka uchaguzi wa matawi. Tokea utawala mzee Dalali, kabla mzee Dalali uchaguzi hujafanyika mpaka leo. Kwenye matawi ni vurugu. Sasa narudi hapa kwa swala la Mo. Swala la Mo wanajidanganya. Kwanza Mo yuko kisheria pale. Ndio. Tayari kule pale kuna signature ambazo watu washa sign. Unapomtaja kwamba aondoke hawezi kuondoka. Wanajisumbua. Wanajisumbua na mimi nakuhakikishia wataondoka wao, Mo watamwacha. Au hili swala linakuwa linaendelea kutokana na dabi? Dabi si kitu cha kawaida. Bila mechi ya Simba na Yanga ni mechi mimi naichukulia ya kawaida tu. Wao wenyewe sisi tulijua wanaenda kuzungumzia tunamfungaje Yanga. Ndio. Lakini baada ya kwenda kule kuzungumza tunamfungaje Yanga, wanasema tunamuondoaje Mo. Sasa hivi watu wako sawa kweli? Kwa upande wao wanaweza wakawa sawa. Ndio waitishe mkutano waje watuambie. Wanahitaji tena mkutano urudiwe. Waitishe, katiba yetu inasema wazi. Kuna mikutano ya dharura, kuna ile mikutano ya kila mwaka. Kwa sababu tuna mikutano nadhani kama 4 kama sikosei. Lakini ya dharura ipo. Kwa hiyo anaweza akaitisha kikao cha dharura kuja kutueleza kwamba bwana mwekezaji amefanya 1, 2, 3. Kwa hiyo sisi tunampiga chini, tunataka mwekezaji mwingine na ni fulani. Anaitwa fulani. Mnasema je wanachama? Basi tukiona inafaa tutakwambia sawa, lakini kama haifai tutakataa. Kama wanachama wa Simba na mashabiki na wachezaji na viongozi, je, mmejipangaje katika dabi ya tarehe 25 kwenda kumkabili mtani wenu ambaye anaitwa Yanga Afrika? Yanga sisi hatuna mashaka naye. Yanga ilifikia mahala wakisikia wanacheza na Simba alikuwa roho zinawadunda. Yaani walikuwa hawaitaki hiyo mechi. Lakini ni kutokana na ushupavu wa viongozi ambao tulikuwa nao huko nyuma. Lakini sasa hivi tuna viongozi ambao sijui nisemeje, viongozi dhaifu au wananunulika au vipi, kwa sababu tunafungwa kirahisi sana na Yanga. Simba hajaribu kufunga mfululizo na Yanga. Sasa leo hii Yanga wanatuambia tumeshatufunga mara 4 mfululizo na sasa hivi wakitufunga tena mara 5. Si kitu ambacho sio cha kawaida kwa Simba. Kwa hiyo Yanga haijawahi kumfunga Simba mfululizo. Haijawahi kumfunga Simba mfululizo. Uongozi wa Mangungu na viongozi wenzake ndio waliofanya jambo hili. Shida imetokea wapi kwa viongozi au wamalaa kutokuelewana viongozi kwa viongozi? La kwanza, viongozi wetu ni dhaifu. Ndio. Alafu hatuna viongozi ambao yani wamekuja pale kwa niaba ya kuishumikia Simba. Kwa sababu mpaka wamefikia hatua Mo atoe hela. Ina maana watoe hela wawape wao. Wao wanatakiwa waisaidie Simba. Sio Simba iwasaidie wao.
Kwa hiyo viongozi wetu ni dhaifu, lakini pia hao baadhi ya viongozi wana mahaba kweli na Simba? Mahaba yapo, situko tunaona viongozi. Kuna baadhi ya viongozi tunajua kwamba hawana mahaba ya Simba, wako pale kwa mipango yao tu. Ni wapi ambao hawana mahaba na timu yao ya klabu ya Simba? Evans Aveva ameingia, wakati anaingia madarakani mpaka anapata matatizo anaondoka. Kwenye Leja kuna baadhi ya hao viongozi ambao tunawajua majina yao yalikuwa hayamo. Tunashangaa yamekuja kupachikwa kwenye kuwa eti ni wanachama wa Simba na wakagombea na wakapewa uongozi, lakini tunajua kwamba wao sio Simba. Kwa viongozi hawa tunawaona nao, kumbe kipindi cha nyuma majina yao alikopo hayapo kwenye Leja. Ni yapi tungependa tuyafahamu? Watu wanasema hivi, pembe la ng'ombe alijifichi. Ndio. Wewe utajua tu siku za mbeleni, utajua tu ni wakina nani. Sasa cha kufanya, usihangaike sana na usihangaike ukusema huyu kapata wapi hii t-shirt. Hii t-shirt ukitaka uipate, mtafute Ande Fashion Killer 0719410712. Ukimtafuta kwa nambari hiyo, Ande Fashion Killer anakuletea hapo ulipo, uwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Sema sisi sio akishua. T-shirt kali imesimama nyeupe, na sio kala hii, ipo mpaka nyeusi, ya kibluu, rangi yoyote unayohitaji, ila logo yetu ni inaitwa sisi sio akishua. Naamini hata wewe mwenyewe sio akishua, hata kama wakishua kuna mazingira fulani ambayo ulipitia, yale sio akishua. Sasa ili kuwakilisha chama la sisi sio akishua, t-shirt hizi hapa kali zimesimama, mnaona nimewaka, nimependeza, na hii yote ya Ande Fashion Killer. Cha kufanya mtafute kwa nambari ya 0719410712. Ande Fashion Killer anakuletea t-shirt popote ulipo. Asanteni sana, na mimi nimenisikiliza, mpendwa wenu Aiman Lapala.